Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu. Bado tunaendelea na kitabu cha Duniani Kuna Watu. Sehemu iliyoishia ilisema hivi: Spectre Safe alimshika bega Bwana Musa Sheha alipokabili kutangulia. Akamwambia polepole, mbona hivi Bwana Musa? Kwani tumejia nini? Hata sasa tunarudi kwenda zetu. Msikilizaji, endelea kusikiliza Duniani Kuna Watu. Bwana Musa alifanya kama hakusikia, akawa anajishughulisha na Sheha. Asante Bwana Sheha, alimshukuru tena kiongozi wao. Tumetaka kupaona tu hapa pahala, kufuata hayo tuliyoelezwa huko mjini, na sasa tumepaona, tumetosheka. Asante sana bwana. Na nyinyi asanteni kina bwana, alijibu Sheha wa Kazole. Mimi siku zote ni tayari kusaidia wajumbe wa serikali katika kazi zao zinazohusu jambo langu. Kwani kisha kusema hayo, Sheha aliongoza na wao wakafuata nyuma. Spectre Safe akatikisa kichwa na huku kainamia chini. Sikiliza Safe, Bwana Musa alinong'ona. Mimi sitaki Sheha ajue tumekuja kufanya nini hapa. Siamini hata kumwambia arudi peke yake, atuache sisi tufanye kazi yetu. Asingerudi. Upelelezi na uchunguzi hauna kikomo kwa binadamu. Itamjia kutaka kujua tu kwa lazima nini hasa kilichotuleta huku kuja kutalii, iwe hadithi na mazungumzo kwa watu. Lakini kwa hivi sasa, madam tumekwisha kupajua mahala penyewe, tunaweza kumpiga chenga. Tutaingia turudi garini mwetu, tujidai kwenda zetu, tutashuka kwa mbele huko, turudi kwa njia nyingine. Unasemaje? Kweli akili nzuri, alijibu Spectre Safe kwa sauti ya chini vile vile. Walipofika nyumbani kwa Sheha, ilikuwa kazi ya kuagana naye, lakini Bwana Musa alikumbuka jambo. Nimesahau Bwana Sheha kukuuliza kitu, alianza na huku anakoleza kiko chake kwa kidole chake cha shahada. Unamjua bibi mmoja hapa Kazole, jina lake Mariamu Mkembe? Namjua sana, nyumba yake iko hapo Kiambo cha Pili, si mbali na hapa. Ana mume? aliuliza Bwana Musa. Hana mume, alijibu Sheha. Aliwahi kuolewa zamani na bwana mmoja wa mjini aitwaye Bwana Abdullah Salim. Siku hizo hata wazee wake bado hai, lakini hawakuishi sana. Nadhani kama hivi walikaa kiasi miaka 2, halafu yule bwana ikamtokea safari, akaona bora kumwacha. Akamwacha. Nawe Bwana Sheha, jina lako Haji Isa, au sio? Hilo ndio jina langu Bwana Musa, alijibu Sheha. Bwana Haji, unamjua bwana mmoja aitwaye Hakimu Marjani? Yeye ana shamba hapa Kazole. Basi labda hukosi kumjua, ama kumsikia mtu huyo namsikia, alijibu Sheha. Lakini kwa kukutana naye uso kwa uso sijapata, ingawa shamba lake nalijua hata mipaka. Tabu yenyewe, bwana huyo nasikia kafa hivi karibuni. Alikuwa haji hasilani hapa shambani kwake, wala halishughulikii kwa lolote. Anaweza kukaa miaka 2 au 3 hajapita, na katika mara zake chache alizopata kuja hapa hukutana mimi na yeye. Basi bwana, asante. Bwana Musa alimshukuru Sheha. Kwa hiyo kusha hayo waliagana naye kwa uzuri, wakaingia garini mwao, wakang'oa, wakenda zao.
Walipofika kunako daraja linalopita juu ya ule mto kwa upande huu wa njia kuu, Bwana Musa alimwambia Mrisho asimamishe gari kando, na wao watatu wakashuka, wakawa wanafuata kando. Ufukoni mwa mto, juu ya ufuko wake uliachwa kutuama, maji yalipopungua kufura kutangulia kule walikotoka kunako mizaituni na jabali. Ilichukua muda mrefu kidogo hata wakawasili mahali alipokusudia. Sasa Inspekta Seif alianza, Bwana Musa, kaa tayari kwa kufanya kazi. Bwana Musa alisema vile na huku anatabasamu juu ya uso wa Inspekta Seif. Ingia katika pango lile ukatoe mali ya marehemu Bwana Hakimu. Bwana Musa, huachi? Unataka kunihangaisha bure? Vipi mali hiyo ifike humo? Naona kama unaota. Kwa hakika yote uliyokuja nayo leo ni kama mtu aliyepata njozi au ruia. Sikiliza Seif, aliteta Bwana Musa. Wewe umekuja kwangu kutaka msaada kwa kujua kuwa mimi naweza kukusaidia. Nimekukubalia. Mbona wewe sasa, baada ya juhudi niliyochukua katika kukusaidia, unataka kunikubalia yangu? Wewe ingia katika pango na utoke hukupata kitu, halafu nilaumu, nisubu, unitukane utakavyo. Bali nenda kwanza. Haya bwana, lakini kisu kimepata mfupa. Bismillah. Inspekta Seif alikwenda mpaka kunako lile pango katika jabali, akapekenya matawi na majani huku na huku mpaka akapata pengee la kupita kwa upenyo wa lile pango. Akapita ndani, alikaa kiasi cha dakika 2 kule ndani kimya. Halafu, Bwana Musa, nipokee, ilitoka sauti yake kunako domo la pango. Bwana Musa akasogea, akampokea. Kilichopokewa kilikuwa ni debe moja lililohemeshwa funiko lake la risasi. Na alipokwisha kupokea, Inspekta Seif alikuwa tayari kutaka kutoka. Mbona unatoka bwana? Bwana Musa alimuuliza. Hilo debe jingine unamwachia nani tena? Hakuna jingine huku. Tazama vizuri bwana, alijibu Bwana Musa. Lazima lipo jingine. Yalikuwa mawili eti haya. Inspekta Seif alirudi ndani na baada ya muda alisimama tena kunako domo la pango. Hilo Bwana Musa, nipokee, aliita. Bwana Musa, basi Bwana Musa, au yapo mengine tena? Basi Inspekta Seif, alijibu Bwana Musa. Ndio haya mawili, toka tena twenzetu. Haya sasa Bwana Musa, alianza Inspekta Seif alipokisha kutoka nje ya pango na kusimama wote watatu na madebe yao mawili. Niliyopata ndani ya pango lile ni haya madebe mawili. Nayo unasema basi ndio haya tu? Napenda kujua madebe haya mna nini ndani yake? Ala, aliruka Bwana Musa. Kwani hapa tumekuja kufanya nini? Si tumekuja kusudi ni kukabidhi mali ya Bwana Hakimu Marijani iliyopotea au iliyoibiwa? Mali hiyo si humo katika madebe, rafiki yangu Bwana Inspekta Seif. Inspekta Seif alimtulizia macho Bwana Musa, akaguna kwanza kuonesha kutotosheka. Akamuuliza, umejuaje wewe yote haya kama na wewe hukuwemo katika kazi ya kuyaleta madebe haya humu pangoni? Kama si wewe mwenyewe ulikuja nayo ukayaficha? Kwa kila jiha ni rahisi sana kukutuhumu Bwana Musa kwa wizi wa mali ya Bwana Hakimu Marijani na kukufungisha kwa ushahidi wako mwenyewe. Wallahi Bwana Musa, jambo moja tu linanzuia nisikukamate sasa hivi nikakupeleka station. Lakini kwanza hebu nihakikishie nini kilichomo katika madebe haya? Uhakikishe nini Inspekta Seif? Aliteta Bwana Musa. Na hakika yote iko kwangu. Hii ndiyo mali ya Hakimu Marijani, haigeuki. Juu ya hayo, Inspekta Seif alitoa kijembe madhubuti mfukoni mwake, akatumia nguvu kidogo kuiambua risasi iliyohemeshwa funiko la debe. Kubanduka risasi, funiko kwa ghafla likatutumuka kwa juu, na lilipofunuliwa, Inspekta Seif na Najum walikodoa macho kushuhudia marobota ya manoti yameruhusiwa yakalainika ndani ya debe. Inspekta Seif hakuwa na haja ya kufungua debe la pili. Alitosheka na lile moja. Akatafuta ununu akaupuna,
akalifunga lile debe lililotetereka. "Haya bwana Musa, twendeni zetuni," alisema Inspector Seif kwa sauti iliyo katikati baina ya kuamuru na kutoa ushauri. "Hatuna haja ya kupoteza wakati zaidi hapa." Waliondoka kimya kimya. Madebe hayakuwa mazito ya kumtopea mtu. Kwa hakika yalikuwa mepesi ya kuweza mtu mmoja kuchukua moja mkono mmoja na la pili mkono wa pili, akaenda nayo aendako bila kuhema. Bali juu ya hayo, moja alichukua bwana Musa na la pili Najum, na wote wakarudi katika gari lao kwa njia yao ile ile waliojia, nyuma yao wakifuatwa na Inspector Seif kichwa chini. Mjini walifikia station ya Malindi na bwana Musa akamwambia Inspector Seif, "Haya basi bwana Inspector, teremka na madebe yako haya na kukabidhi mali ya marehemu bwana Hakim Marjani na mimi kwa heri." "Kwa heri vipi bwana Musa?" aliuliza Seif. "Unakumbuka umeniahidi utanikabidhi mwivi wa mali hii mkononi mwangu? Yu wapi basi huyo mwivi?" "Hakuna mwivi Inspector Seif," alijibu bwana Musa huku akimtazama Inspector Seif kwa uso wa tabasamu. "Aliyekuiba mali hii si mwivi, na habari zake nitakupa, lakini si leo. Sasa hivi nina haraka sana, lazima nikaonane na Biselume. Ukiwa na jaha na mie hunikosi, unapajua pa kunipata." Lakini Inspector Seif hakubali kuachwa shakani. Hana hakika wala yakini ya mambo yote yaliyojiri, na kwa hivyo hakuacha kumdadisi bwana Musa amweleze. Lakini kila mara bwana Musa alipojikurupusha na kumwambia subiri kiasi cha siku moja au mbili hivi utayapata yote, na kama haja yako ni mwivi aliyekuiba mali hii, basi nakupa hakika kuwa hakuna mwivi yoyote wa kuweza kumkamata wewe. Siku 6 zilipita na bwana Musa alikataa kujifunga nafsi yake. "Subiri Seif," alimbembeleza, "labda kesho au kesho kutwa nitakuwa tayari kukueleza." Msikilizaji, endelea kusikiliza Duniani Kuna Watu. Sebule ya Inspector Seif siku hiyo alasiri ilikuwa imejaa, si kwa kuwa iliishiwa na nafasi, kwani sebule hiyo ilikuwa kubwa na yenye vikalio namna kwa namna, tena vingi vya idadi. Si kama sebule ya bwana Musa yenye viti viwili na kochi moja tu. Watu waliohudhuria walitosha kwa ukamilifu. Tukianza kuwataja wanawake walikuwepo, tunamuona Bi Mariam Mkembe wa Kazole, mwanamke mwingi wa maungo aliyofika umri wa miaka 45. Kavalia kimaridadi na kakaa juu ya kochi pamoja na Biselume Hakim Marjani. Na yeye Biselume vile vile katuka kwa kanzu ya kumbwaya rangi ya kibuluu iliyombanabana na kumtoa kifua chake mbele. Tukiwatazama wanaume, tunamuona yule pale bwana Haji Isa, sheha wa Kazole, mtu mzima kiasi cha miaka 60 na kanzu yake ya 80 safi nyeupe imemkaa vyema na kumvika haiba machoni mwa watu. Yule pale bwana Saleh Abdullah, dereva wa bwana Hakimu na mume wa Biselume, ambaye harusi yake na bibi huyo haikuwahi kufanyiwa sherehe. Yule pale Kasim Hakim Marjani na suti yake aipendayo mwenyewe, kashmiri ya kijivujivu. Inspector Seif yuko nyumbani kwake, kakaa kujitawanya juu ya kiti chake. Macho yake yapo juu ya uso wa bwana Musa ambaye alikuwa akasimama anawasha toza yake. Na wa mwisho, labda kwa ukimya wake, tunamuona Najum kajikunja juu ya kiti cha pembeni. Tusistaajabu kuona watu wote hawa tunaowajua sote namna zao na makazi yao wamekutana mahali pamoja chini ya paa la nyumba Inspector Seif iliyopo Vuga. Wote wamehudhuria pale kwa wito maalum ambao vile vile ni muhimu kwa wote. Hadhara hii aliiunda bwana Musa tangu juzi. Akamuomba Inspector Seif aandae wito huu wa watu hao kwa yeye mwenyewe binafsi, bila kuwa kwa niaba ya yeye bwana Musa aliyetaka mahudhurio ya watu hao kesho kutwa alasiri, ila leo. Bwana Musa katayarisha hadhara hii ya watu hawa maalum kwa dhamiri ya kuzungumza nao mambo fulani au atolee kisa alichokiita mwenyewe rohoni mwake. Mada iliyotia shada. Karibu naye kwa pembeni kidogo palikuwa na madebe mawili
waliotoa katika pango la Jabali huko Kazole. Inspekta Seif alifungua mkutano kama hivi: nimemuomba Bwana Musa yule pale mbele yenu, nikuiteni hapa nyote mliohudhuria kwa kusudi la kuzungumza na nyinyi mambo muhimu yanayokuhusuni nyote. Si nyote katika nyinyi mnayemjua Bwana Musa, labda wapo wengine walipata kusikia habari zake. Bwana Musa namjua mimi, niliwahi kukutana naye mara kadhaa wa kadhaa, na mara zote hizo mtu yule alishangaza kwa shani ya akili yake katika kugundua mambo yaliyojificha, na alinifadhaisha kwa vioja vya uhodari wake katika kutatua matatizo au kufumbua mafumbo. Kwa hali hii msistaajabu mkisikia kuwa mimi nafsi yangu namsafiria yeye katika mambo mengi yanayonitanza katika jumla ya kazi zangu za polisi. Hivi karibuni nyote mnajua Bwana Hakim Marjani amefariki dunia, na kwa dhati ya mambo yalivyo, bwana huyo awe khalifu, tuseme mali ya Karun, kwa wingi wa mali yake. Mali hiyo haikujulikana ilikokwenda. Katika sefu yake, kasha la chumba chake iliyomo ofisini mwake, nyumbani mwake, au ndimo walimokuwa marehemu akihifadhi mali yake, hamkuwemo kitu ila shilingi 500 tu kwa hesabu. Jambo hili ni mustahili kabisa, ila ikiwa mali hiyo imeibiwa, akili yangu iliposhindwa, nilimwendea rafiki yangu Bwana Musa kutaka msaada wake. Bwana Musa hakukasiri, alijitahidi sana, na sasa mali hiyo yote kaigundua ilipofichwa na kaileta hapa, ile pale ndani ya madebe mawili yaliyotengwa kando kando. Vipi kapajua mahali ilipofichwa? Mimi nina hamu ya kutaka kujua nani aliyekuiba akayaficha. Ndiyo haja yangu hasa, ili nipate kumpeleka kule anakostahiki na kustahili kukaa. Mambo haya mawili sina shaka tutayajua hii leo sasa hivi atakapotueleza yeye mwenyewe. Inspekta Seif alimaliza kwa kunyanyua uso na kumtazama Bwana Musa kama kumwambia, tafadhali lete vitu. Msikilizaji, endelea kusikiliza Duniani Kuna Watu. Bwana Musa alisikiliza utangulizi aliotoa Inspekta Seif kwa tuo na toza yake mdomoni, bali hakuacha kupumbazika kwa sifa alizosifiwa na Inspekta Seif, ambazo nyingi katika hizo aliziona kuwa ni domo tu au chuku. Aliona anapakwa mafuta kwa mgongo wa chupa, wala hakuwa nazo sifa zote hizo alizopewa. Bwana Musa alitoa toza yake mdomoni, akasimama kuwatizama watu wote pale, kisha akaanza, labda wasikilizaji wangu watukufu, maneno nitakayozungumza nanyi leo hii yatawachoma wengine, yatawashangaza wengine, yatawashtua wengine, yatawaudhi wengine, na wengine watavunjika moyo. Bwana Musa alisita kidogo, lakini kama ilivyokuwa alianza tena. Mambo yote yanaendeshwa na mwenyewe Mwenyezi Mungu, na binadamu hana mmoja alifanyalo ila kwa amri yake na makadari yake. Binadamu hatuna hila. Kwanza, kabla ya kila kitu, namuomba Bwana Saleh Abdullah aje hapa. Baada ya kutazama huku na huku, Saleh aliinuka kitini kwake akaenda alipo Bwana Musa. Bwana Saleh alimuita Bwana Musa, tafadhali yafungue madebe yale hapa mbele ya watu. Hakukasiri Saleh, alisogeza madebe katikati akayafungua. Mabunda kwa marobota ya noti zote za 100 zilijaa tele pomoni katika madebe yote mawili. Bwana Musa alikuwa akivuta kiko chake na huku anaranda. Kisha kuonekana mali ile na watu wote waliohudhuria, Bwana Musa alimshika bega Saleh akamwambia, Bwana Saleh Abdallah, au hasa Bwana Saleh Hakim Marjani, na kukabidhi mali yako aliyokuachia baba yako Bwana Hakim Marjani kwa mujibu wa wasia wake nilionao mimi. Mungu akubariki, napokea mkono wa hongera.
Watu wote waliokuwepo walishtuka, wengine waliteguka na wengine walisimama wima bila kutaka au kujua. Lilizuka zogo la watu kutosikilizana kwa ghafla, kwa haraka, kwa nguvu na kwa mkazo wa kusema, zogo ambalo lilipaza sauti za watu wote, lakini sauti ya Kasim ndiyo iliyopaa juu zaidi. Upuuzi huo, uongo huo, labda unaota mtu wewe. Unaazimu we, silo hilo, tafuta jingine. Nitajitetea kwa sababu ya haki yangu mpaka mbinguni. Mpumbavu mkubwa. Unadhani nani anakubali porojo yako hiyo? Na watu wote wanajua kuwa mimi ndiye mwanawe hasa bwana hakimu, baba yangu. Zogo lilipungua alipokuwa Kasim anaendelea na usafihi wake. Watu wengine wakawa wananong'onezana, isipokuwa watu wawili katika wote waliokuwepo pale, Saleh na Selume. Watu hao nyuso zao zilisawijika, ziliumbuka na ziliharibika rangi. Maneno ya Bwana Musa kwao yalikuwa kombora halisi lililopasuka ghafla usoni mwao. Inspekta Seif alishangazwa kwa kusikia ufichuo wa siri asiyojua mtu pale, ikamwagwa mbele yao bila kimeme wala kificho. Lakini alijua kuwa Bwana Musa hakusema yale kwa kusukuma tu au kwa kufuata hawa ya nafsi yake, bali kayasema yale kwa kuwa na msingi wa kumpa ruhusa yeye kumwaga vile. Msingi wenyewe, hoja na sababu kamili za kujitetea. Kwa hiyo alimuona Kasim anaendelea kububujika, kasoro kufoka, aliona bora aingie kati. Sikiliza Kasim, alimuita kwa ukali. Sikuleta mimi hapa uje kufanya ghasia. Nimekuiteni hapa nyote kumsikiliza Bwana Musa maneno yake atakayozungumza, sio kumtelea ufedhuli au kumtukana namna hiyo. Kumbuka kwa wewe bado ni mahabusu wangu. Madam sijaelezwa nikatosheka. Mimi bado nakutuhumu wewe ndiye mwivi aliyeiba mali ya baba yako. Huyo unayemtukana ndiye aliyenishikilia nikutoe ndani kwa dhamana kuwa atamtaja mwivi hasa, na baadaye nipate kukuachilia wewe. Kanitoa kusudi nije anionyeshe namna anavyoniibia yeye mali yangu, urithi wangu wa baba yangu, kimacho macho, amuhonge huyu mshenzi asiyokuwa na kwao. Kelele ya Inspekta Seif ilikuwa kama dawa. Kasim alinyamaza kimya, akarudi kukaa juu ya kiti chake ambacho alikiacha alipokuwa akisema kwa joto. Naam, alianza Inspekta Seif. Jamaa mliohudhuria hapa, napenda kukumbusheni kuwa Bwana Musa aliwataka radhi tangu mwanzo, akasema kwamba maneno yake yanaweza kuwachoma baadhi yenu, na akakubainishieni kuwa yote yanayojiri yanaendeshwa na Mungu. Basi na kuombeni jamaa, bora sote kustahamili, tufiate hamaki na fadhaa zetu. Tumwache Bwana Musa aendelee. Endelea bwana. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu inayofuata. Je, Bwana Musa ataeleza nini? Ulikuwa nami Uncle Bello.